Kuna magumu mengi sana ndani ya ndoa. Ndoa za kanisani, wachungaji wanachepuka. Nimepata kesi ya mama ambaye ametongozwa na mchungaji, alafu mchungaji katongoza akachoka, mzee wa kanisa naye akaanza kutongoza mwanamke huyo huyo, na mzee huyo wa kanisa ni handsome sana, na huu ni mwezi wa 8 wa 9 anatongoza huyu mama na ameanza kulegea kutaka kumkubali huyu mzee wa kanisa. Tendo la ndoa limeanzishwa na Mungu, sio shetani, na lina faida kubwa sana kwa mwanadamu. Sayansi inathibitisha kwamba tendo la ndoa linaondoa msongo wa mawazo, linapunguza hasira, hali ya kuchukiana au kununiana ndani ya ndoa. Lakini sio hilo peke yake. Sayansi imeonyesha wazi kabisa kwamba katika siku 7 za wiki, iwapo siku ambazo hamfanyi tendo la ndoa zinazidi zile ambazo mnafanya tendo la ndoa, ndoa hiyo inaelekea mahali pagumu sana, si ajabu kufa. Mungu aliyesema kwamba pasipo maarifa mwanadamu anaangamia, Mungu mwenyewe anasema watu wangu wanaangamia. Kwa maneno mengine kwamba Mungu ametarget Wakristo wanaomwamini yeye, Mungu wa Israeli. Anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sasa wachungaji wanachepuka, walokole wanachepuka, na ndoa zinakufa nyingi za Kikristo, lakini watu hawaliangalii hili. Wachungaji wamekuwa wepesi sana kukemea dhambi ya uzinzi. Wachungaji wamekuwa wepesi sana kuwatenga watu ambao wanazini kupindukia bila kuangalia mzizi wa tatizo. Ni wepesi sana Wakristo kufunga ili kupata hela au kupata kazi au kupata mambo mengine, afya. Ndio wepesi sana kufunga na kuomba, lakini sio wepesi kufunga na kuomba pale ambapo mwanaume ana tatizo la nguvu za kiume au tendo la ndoa haliridhishi. Hawafungi na kuomba kwa ajili ya eneo hilo. Nakumbuka kupata wateja wawili, mume na mke, ambao wamekuja ofisini kwangu. Mwanaume ana tatizo la nguvu za kiume. Mwanaume ana tatizo la nguvu za kiume na imemkera mwanamke. Wakaamua kufunga na kuomba kwa ajili ya tatizo hilo, lakini hawakupata majibu. Waliponisikia mimi redioni, wakaja ofisini kwangu na wakanieleza kilio chao kwamba mwanamke anapenda kufurahia tendo la ndoa, lakini mwanaume ana tatizo la nguvu za kiume. Niliwasaidia watu hao kwa sababu dawa ninayo ambayo imetokana na mimea. Mwanaume anayeishia goli moja anakuwa hajamaliza hamu yake ya tendo la ndoa. Mwanaume anaishia goli moja anakuwa hajamaliza hamu yake ya tendo la ndoa. Nimepata kesi nyingi sana za wanaume ambao wanasema kwamba kwa mke wangu naishia goli moja, nikienda nje ya ndoa naweza kufunga magoli 2, 3 au 4 bila shida. Inakuwaje? Wananiuliza. Sasa tambua kwamba Mungu aliyesema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa hakuwa mjinga. Anajua kabisa kwamba ndani ya kanisa kuna watu ambao watapata matatizo katika maeneo mbalimbali kutokana na kutokuwa na maarifa. Sio kwenye pesa tu, sio kwenye afya tu, kwenye tendo la ndoa pia. Kwa hiyo wachungaji wanapokuwa wepesi kukemea uzinzi bila kuangalia mzizi wa tatizo, wanapata ni shida sana. Kwa sababu Mungu amezungumza kwa kitabu cha Isaya sura ya 27 mstari wa 11 kwamba watu wasiokuwa na maarifa hata waonea huruma. Kwa hiyo wachungaji, utasema sana, tafunga sana na kuomba, kunahitajika maarifa. Mwanaume anapaswa ajue kwamba mwanamke ana maeneo 14. Mwanaume anapaswa ajue kwamba mwanamke, mke wake, ana maeneo 17 ya kuchezea, na kila eneo lina ufundi wake. Na mwanamke anapaswa ajue kwamba mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Hebu fikiria kwenye mtihani wenye maswali 17, ukajibu maswali 4, utafaulu huo mtihani? Hebu fikiria wewe mwanamke unaniangalia, kwenye mtihani wenye maswali 14, wewe ukajibu 4, utafaulu huo mtihani?
Kwa hiyo mwanaume anapaswa ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17, wataalamu wanaita kwa Kiingereza erogenous zones, na mwanamke ajue mwanaume na maeneo 14. Lakini lingine ambalo ni kubwa ni kwamba mwanamke anayeitwa msaidizi na Mungu anapaswa ajue mbinu za kumsaidia mwanaume anayeishia goli moja. Usipojua jinsi ya kumsaidia mwanaume kurudia mara ya pili, ya tatu, ya nne, italeta shida sana. Nazo message za mwanamke ambaye ni mke wa mchungaji. Ndoa, mama huyu ana miaka 43. Anasema alipoanza kunisikiliza YouTube, alianza kunitukana na kunidharau sana. Lakini baadaye kutokana na shida ambayo imejitokeza kwenye tendo la ndoa na mume wake mchungaji, aliamua kunifuata. Nina video karibia 57 kwa ajili ya wanaume na video 62 kwa ajili ya wanawake, jinsi ya kumsaidia mwanaume katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano, mwanaume mwenye uume mwembamba anapata shida kumridhisha mwanamke. Mwanamke baada ya kujifungua maumbile yake yanatanuka. Mwanaume atakuwa hapati msuguano wa kutosha. Asipopata msuguano wa kutosha, ataishiwa nguvu haraka. Unakuta mwanaume anaishiwa nguvu akiwa yuko ndani. Hali hii haipendezi, na kama haipendezi napasa iondolewe. Maumbile ya kike huwa yanatanuka. Mwanaume anapata shida kupata msuguano wa kutosha, na ukichangia kwamba asilimia kubwa ya wanaume wameshapitia mchezo wa kujichua, inaleta shida sana kwenye ndoa pale ambapo mwanaume hapati msuguano wa kutosha ndani ya uke. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu vitu ambavyo unapaswa uvifanye. Kwa hiyo basi, wanaume wataendelea kuchepuka na wanawake wataendelea kuchepuka iwapo hakuna maarifa ya kutosha. Kwa hiyo ni eneo ambalo linapaswa lishughulikiwe. Tafiti za kisayansi zinathibitisha wazi kabisa kwamba iwapo tendo la ndoa haliendi vizuri, linachangia migogoro ndani ya ndoa kwa asilimia 80 hadi 85. Inatisha. Wake za watu wanaenda kuzaa nje ya ndoa, wanapewa mimba na mwanaume mwingine, anamsingizia mume wake kwamba hii mimba ni yako. Hizi kesi ni nyingi. Ni swala ambalo linapaswa litokomezwe. Upo umuhimu wa mwanamke kujua ramani ya mwili wa mume wake, na mwanamke ajue ramani ya mwili wa mume wake na vituo ambavyo vinapaswa kutumika ili kufanya tendo la ndoa liweze kuwa tamu. Mwanamume ambaye anafika kileleni wala hana miguno, haonyeshi utofauti wowote ule, maanake ladha hiyo ya tendo hilo sio tamu ya kutosha. Ni jambo ambalo linapaswa lifanyiwe kazi. Hebu fikiria mama huyu wa kilokole ambaye anachepuka. Ni tajiri huyu mama. Mume wake pia ni tajiri. Mama huyu anaendesha gari ya milioni 60. Lakini anachepuka. Anakuja kwangu ananiambia, daktari, nachepuka. Nimejaribisha kufunga na kuomba ili kuweza kuachana na mchepuko, lakini nimeshindwa. Naweza nikamblock huyu mwanaume, lakini baada ya muda fulani namtafuta mwanaume huyu. Hali hii haipendezi. Inapaswa iondoke.